77. Ngao sidhani kama tutauweza, nahisi kama mahali tutapoteza watu. Salabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu. Aliniokoa dhambini, ikawa kunika ndani, aliponifia mtini, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, aliponifia mtini, mwana wa Mungu. Damu ya Yesu ya thamani, uniokoa makosani, uniendesha wokovuni, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, uniendesha wokovuni, mwana wa Mungu. Hicho kijito cha gharama, leo jivike kwa kuzama, kwake uone uzima, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu, kwake uone uzima, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niombe tupate nafasi kidogo ya kumwabudu Mungu, na ninamaanisha kumwomba Mungu pia. Tutapata dakika kadhaa ili uongee na Mungu, kwa kuwa hatuna muda. Kitu ambacho Mungu anakusudia leo tushughulikie kwa kutumia mafundisho, inawezekana kikatuchukua muda kidogo. Ni vyema tujaribu kuwahi. Sasa kabla ya yote inabidi tupate nafasi angalau kidogo ya kuongea na Mungu. Muombe Mungu rehema, mshukuru Mungu pia kwa yote unayoona kwenye maisha, lakini mahali pia pa kusema na Mungu jambo lolote lile, ongea naye sawa sawa. Alafu baada ya hapo ndo tutaenda kujifundisha. Bwana Yesu, tunainamisha vichwa mbele zako. Hatuna maneno ya kutosha, tuna neno moja tu: wewe ni Mungu. Umepewa Baba, umepewa na Baba mamlaka, umepewa na Baba uwezo, umepewa na Baba nguvu zote, enzi na utukufu wote. Katika jina la Yesu tunaabudu mbele zako Bwana Yesu. Tunaabudu pia mbele za Baba.
tunajitakasa kwa kuomba radhi. Bwana na Mwokozi wangu, njia zetu hazina ukamilifu, njia zetu zina udhaifu mwingi. Mfalme Mungu Baba, mbele zako tuna haya ya uso, mbele zako tumekukosea, lakini Bwana Yesu, tuna neno moja bado, kuja kwako sisi tuliolemewa na mizigo, nawe utatupumzisha. Hivyo Mungu mwema, mwaminifu, mtakatifu, wewe unayeweza yote katika utukufu wako, wewe unayeweza yote katika nguvu zako, tunaomba utusaidie, tunaomba utuhurumie. Katika jina la Yesu tunaomba rehema. Tutakase kwa kiburi cha moyo, tutakase kwa uchafu wa moyo, tutakase kwa mipango miovu ya roho zetu na mioyo yetu. Tunaomba Mungu utusaidie leo, tutembelee. Tunaomba Mungu utukumbatie leo, utushike katika jina la Yesu. Obedebezo saka brandele madusha mento pelima rukle binte osimande gadradishte heba zape mondia mando brande mondia. Falme wa wafalme, Bwana wa mabwana, kuna kama wewe. Tunakuabudu. Falme wa wafalme, Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. Tusaidie Mungu, tutakase Baba, usitutupe. Ni wewe ukitutupa hakuna wa kutuokota, ni wewe ukituacha hakuna wa kutusaidia tukutafute. Ni wewe Mungu, tugeukia mgongo hakuna wa kugeuza. Tunakuomba radhi na rehema, tunakuomba utusaidie machoni pako. Katika damu ya Yesu sisi ni wenye dhambi, utuoshe. Katika damu ya Yesu sisi ni walioanguka, utuinue. Katika jina la Yesu tumekosea, tuokote. Mungu tunakuabudu, tunakuabudu, tunakunyenyekea, najisafisha njia zetu na nia zetu. Mungu tuhurumie. Baba, utukusanye, utukumbatie. Tunakuabudu peke yako, hatuabudu malaika wala jeshi la malaika, ila wewe Mungu. Tulinde, tusaidie matendo yetu na mbegu tulizopanda, kama tutavuna kama ilivyo. Mbele yetu iko mauti Mungu, mbele yetu iko ajali Baba, mbele yetu iko ugonjwa, mbele yetu iko kuibiwa, mbele yetu iko kudhulumiwa, mbele yetu iko msiba. Baba, uturumie, utusaidie. Yametusapenude helgado, falme wa wafalme, Bwana wa mabwana, kuna kama wewe. Tukuka wewe, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, kuna kama wewe. Tuhurumie Mungu, aziguse roho zetu, roho wako na kuzifufua. Aziguse nafsi zetu, roho wako na kuzinua. Mahali tumeinama Mungu, tuinue. Lemeto sabrahandi agadoshai yezo teke pelimande zida dushime eblehes jande marudue seprimande marudue kabete suza mahandi aduslede. Tusaidie Mungu wa rehema, Baba wa amani, mfalme wa falme. Kiburi bado kinatawala nafsi zetu, utusaidie. Wewe wajua namna kutuondoa. Kopete siza ende brimande lesia kapento oshima ende lidiga doskete baba yamandia lesi ijele ebe gube sa emandia rigadusha. Katika jina la Yesu
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yamelemida Musa elimande liko saida shande mandole ketesus kebide yameladia dasa ende brigadia shande mandos kite idedio mombe ede kergedua shalimande edralistedo yumelume edrigada inimeshide entelis geblegia tush. Mungu turumie Baba. Aba kukuye lekle hide elenda masa kabla dosi andele medeshe. Tusaidie kwa roho wako, tukumbatie kwa wingi wa neema yako katika jina la Yesu. Sisi mbele yetu kuna msiba na mauti, sisi mbele yetu kuna kujikwaa, mbele yetu Mungu kuna mabaya na laana. Wakutuokoa ni wewe kwa neema yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Umetukuka, haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanauponda moyo wangu, sababu ya mambo mengi ambayo yanauponda moyo wangu, kutokana na hali ya kanisa na changamoto ambazo ziko makanisani, na lazimika kwa msaada wa Mungu kufundisha masomo ambayo nakumbuka niliwahi kusema yanaweza yasiwe chakula cha leo, lakini Mungu anajua kwa nini. Sababu wahubiri wakati mwingine ni kama wakulima ambao wanatumwa kwenda shambani. Wakifika shambani wataotesha mbegu zao, si kwa sababu leo kunahitajika chakula. Wakati mwingine wanatunza akiba ya maneno ya Mungu, sababu kuna lile andiko linasema kuna mahali itafika watu watatafuta chakula hawatakipata. Na mimi niwaambie ukweli, huo wakati upo kabisa ambao watu watatafuta chakula, maneno ya Mungu yenye uzima wa milele, lakini hawatayapata hayo maneno. Si kwamba maneno hayatakuwepo, yatakuwepo, lakini si chakula ambacho wenye roho wa Mungu wanaweza wakala kashiba. Sawa? Na ukitumia hiyo hekima utagundua kwamba hata sasa hivi hiyo hali imeanza kuwepo. Mahubiri ni mengi, lakini hayana chakula ndani. Ni machache yenye chakula, na watu wana njaa kubwa sana ya kiroho na wanahangaika. Watu wanahangaika, wanafungulia redio nyumbani, angalau watapata neno litakalowaponya, litakalowavusha, litakalowashindia. Hasa basically
yaani kimsingi juu ya wao kuwa na uzima wa milele, sio story. Basically juu ya wao kuwa na uzima wa milele, kwa sababu maneno yaliyoko mengi sasa hivi kwenye mahubiri ni yanayojenga mwili tu, fresh feeding, yani ni maneno ya kujenga mwili tu. All yote ni juu ya vitu vya mwilini, sio vya roho. Watakutia moyo ili uvae vizuri siku zote, watakutia moyo upendeze siku zote, utembelee gari siku zote, ulale kwenye nyumba nzuri siku zote. Hakuna umilele ndani, kwa sababu tunapoongelea umilele ndani ni story ya kesho. Wakati mnapita kuuaga mwili wangu kwenye jeneza, maana iko siku sawa, iko siku. Wakati mnapita kuuaga mwili wangu kwenye jeneza, mahubiri ya huku duniani yalikuwa huo mwili upendeze, uvae vizuri, ulale pazuri, utembelee gari nzuri. Roho yangu wakati huo sasa, kama haikupata maneno ya uzima wa milele, kule iliko ni msiba, kwa sababu umilele ni baada ya story ya maisha haya duniani kuisha. Hii story ikishaisha, pale ndo tuna step, tunaingia kwenye umilele sasa, mahali ambapo sasa ulichopanda ndicho unavuna. Kwa hiyo kuna baadhi ya mafundisho ambayo tunakutana nayo kila siku, lakini ukweli ni kwamba ni mafundisho yasiyo na umilele ndani. Hayawezi yakaitunza roho yako, kuipa tumaini na ushindi kwenye vita tulionayo hapa duniani, ambayo kwa hekima zozote za kuzimu, kwa akili zote alizopewa Shetani, anatumia kwa mbinu zote alizonazo pia kuhakikisha hakuna mtu ataupata uzima wa milele. That's what devil do. Yani na tukubaliane tu, hakuna kiumbe chenye akili kwa viumbe vilivyoumbwa na Mungu kama Shetani, hakipo. Na ukweli unabakia kwa ukweli. Unajua, unafika mahali unajiuliza, kama Shetani ni adui wa Mungu, kwa nini Mungu hamuui? Kuna baadhi ya vitu tukikaa na Mungu siku moja mbinguni ndo atatuambia kwa nini sikumuua Shetani. Lakini mimi naamini miongoni mwa vitu Mungu atasema ni utukufu nilioweka kwa Shetani was not easy to destroy it. Ni sawa nitamwalibu, lakini nilitaka kumuonyesha pia mimi ni Mungu, hata kama nimekubaliki, lakini mimi ni Mungu. Yaani Shetani ni kiumbe ambacho Mungu mwenyewe alichowekeza kwake inabidi kwanza athibitishe, hata kama niliwekeza hivi, lakini mimi ni Mungu. Nao nakupa chance. We imagine, Shetani ni kiumbe ambacho kikiondolewa duniani kwenye ile miaka 1000, hakutakuwa na dhambi hata moja duniani kwa muda wa miaka 1000. Hata dhambi moja haitakuwa duniani. Biblia inaongea vitu vya ajabu. Hata simba hata kula tena mbuzi, dubu hata kula tena kondoo, chui, kondoo watakuwa rafiki wa chui na simba, watalala pamoja. Unakuja kugundua ukorofi wote wa simba, tembo, nini, chui ni kwa sababu ya Shetani. Hii kiumbe ni kiumbe iliyobarikiwa, ikapewa akili nyingi. Ndio maana mtu asikudanganye kumuita Shetani panya au mbwa. Acheni kabisa. Mnyenyekeni Mungu kwa roho zenu zote. Mpendeni Mungu kwa akili zenu zote. Hii kiumbe kama sio Mungu kukuficha, huwezi ukatoka. Kwa hiyo inatumia akili zozote, hata kama ni mafundisho, hata kuwajengea makanisa, hata kuwapa hela, hata kuwapa afya, hata kuwapa watoto.
devil, shetani anafanya vyote, lakini hakikisha tu kitu kimoja umekosa: uzima wa milele. Uzima wa milele, yaani hicho shetani hataki. Hata hela atakupa, uvae unavyotaka, tembee, ule starehe, utalii dunia yote, lakini one thing, eternal life, maisha ya milele, usiwe nayo. Kwa sababu shetani mpaka sasa hivi ameamua kumthibitishia Mungu kwamba hata kama ulimtuma Mikaeli akapigana na mimi akanitoa mbinguni, but I still want to prove. Amjaelewa? Shetani wakati anaanguka kule mbinguni, kilichofanya anguke ilikuwa ni wazo ambalo alikuwa nalo yeye, na nijaribu kukufikirisha ili ulielewe hilo wazo. Kule mbinguni shetani aliona kwa jinsi alivyo, Mungu hakuwa, yani ilifika mahali shetani hakuamini hata kama Mungu ni Mungu kwake, kwamba Mungu alimuumba yeye. Kilikuwa ni kiumbe chenye uwezo wa kufanya chochote kinachotaka, na ili uamini kwamba kilikuwa kina uwezo, malaika sio machizi. Malaika wamekaa na Mungu, malaika wamekaa na shetani. Inafika mahali theluthi hivi, mnaelewa theluthi? Mkiwa watu 12, theluthi waga ni ngapi? 4. Sawa, watu 4 kati ya 12 wanaamini kwamba yawezekana tunakoseaga shetani au Lucifer, maana wakati anajulikana kama Lucifer, huyu ndiye atakuwa Mungu. Wao sidhani kwamba shetani aliwadanganya kwa maneno. Malaika wana akili, wale ni viumbe very strong kuliko sisi tulioumbwa kwa udongo, kwa sababu kwenye viumbe kuna aina za viumbe. Miongoni mwa viumbe ni sisi tulioumbwa kwa udongo, lakini malaika wameumbwa kwa moto. Wale ni viumbe ambao ni roho, lakini wameumbwa kwa namna tofauti na sisi. Sawa, Kwa hiyo kama inafika mahali malaika wanakaa chini wanasema hivi, mnajua yawezekana, tunajaribu tu kufikiria, mnajua yawezekana kuna malaika ambao walimdanganyaga shetani pia, walimtia moyo. I say, hivi are you sure is God real or you are the one? Huyu Mungu ni halisi au wewe ndiye halisi? Wewe ndio halisi, kwa sababu we wonder, wewe jamaa ukifanyika hivi mabawa, moto unatoka ndani yako. Biblia inasema alikuwa ni nyota ing'ayo. Shetani naweza akafanya hivi, moto unatoka. Ndio maana usishangae miujiza inayotokea kwa manabii ukaogopa sana na kutetemeka. Kile kiumbe kina uwezo wa kufanya vitu vya ajabu. Biblia inasema nyakati za mwisho kile kiumbe kitaipa sanamu uwezo wa kuongea. Sanamu itasimama, itazungumza. Mnaelewa? Kwa hiyo shetani akataka kuchukua nafasi ya Mungu, kwa sababu aliona, akagundua no, we can fight. Na malaika wakaungana naye wakasema, yes, tuko na wewe kabisa. Mko serious? Yes, tuko na wewe, kwa sababu kwa ambavyo tumeviona ndani yako, hapana, yawezekana wewe ndiye na Mungu si. Yawezekana wewe ndiye. Kwa hiyo Biblia inasema ikatokea vita mbinguni. Vita ili wafanyaje? Wamtoe Mungu kwenye kiti chake, shetani akae pale. Lakini Mungu, ili kumwonyesha kwamba yeye ni Mungu, akamwinua Mikaeli, akamwambia kusanya timu yako, pigana. Kwa mara ya kwanza shetani akashangaa, hivi kumbe kuna malaika wana nguvu kuliko kuliko mimi
Kwa mara ya kwanza shetani akashangaa, kumbe kuna malaika wana nguvu kuliko mimi. Zikapigwa na shetani akaangushwa mpaka chini, na nafasi yake ikaondolewa mbinguni kabisa. Kwa hiyo Mungu tangu hapo kuna vitu anavifanya kwa siri, lakini mimi naamini kidogo. I'm convicted in somehow kwamba Mungu anaendelea kumthibitishia shetani kwamba mimi ni Mungu, kwa sababu tangu shetani alivyotangaza vita mpaka leo adui yake na anayepigana naye na anayeshindana naye sio wewe, ni Mungu. Na anachofanya kila, unajua adui yako akishapatikana, mtu ni adui yako, utakuja kugundua ni adui yako pale ambapo kila unachopanga anakuharibia. Kila anachopanga unapanga anakuharibia, wewe ni adui yako. Sawa hawa wanaokusema tu umbea, achana nao, sio adui yako. Ujui maadui, adui akisha kuwa adui kwako huwa anapigana na wewe usifanikiwe. Huyo ndo adui. Yaani mzee, utaenda hapa unakuta ameharibu, utachumbia unakuta ameenda ameharibu, ameongea vitu ambavyo hata havipo, chumba ufe. Kieni pengine tena anaharibu. Sasa huyo amekusudia kuwa adui. Kwa hiyo sasa vita inaendelea hapa duniani ambayo ina kusudi la kufanya watu wasipate uzima wa milele. Ndio kusudi kubwa la hiyo vita. Na kusudi la Yesu kuja ni kusudi la kutufanya tupate uzima wa milele. Kwa hiyo masomo mengi ambayo nafundisha ni magumu kwa sababu kusudi lake ni moja tu, watu wapate uzima wa milele. Ndio kusudi mama. Na ni masomo ambayo yanajaribu aidha yaguse mahali fulani ili shetani asifanikiwe, ila Mungu afanikiwe. Sawa Yes, kwa hiyo nitakufundisha vitu ambavyo wakati mwingine unaweza ukasi unachanganyikiwa. Na kuna wakati unaweza usivielewe. Mimi naaminigi jambo moja. Kwa mimi ninavyoaminigi, naweza nikakufundisha kitu leo, lakini hutakiamini mpaka baada ya miaka 7 ndio utakuja ukiamini. Yaani naweza nikakufundisha. That's how I believe. Yaani mimi naweza nikamfundisha mtu kitu akasema mchungaji, akakibeba nusu. Lakini utakielewa hata baada ya miaka 7. Na lugha yangu moja niliwahi kuiongea nikasema, ninachokufundisha mimi, iko siku dunia itakwambia kwamba nilichokufundisha ni kweli. Iko siku. Leo naweza nikakufundisha ukasema mchungaji is like anakosea vile, is like anachofundisha kipo. Lakini iko siku dunia yenyewe itakwambia kwamba remember alichosemaga mchungaji Lugema miaka 9 iliyopita. Remember. Kwa mimi sinaga haya ya uso kufundisha vitu ninavyofundisha, kwa sababu one thing I know, najua jambo moja tu kwamba iko siku kitakuwa ni chakula cha thamani. Sasa somo la leo ambao tutaongelea ni somo gumu by the way, lakini lina kusudi. Nimwambia lina kusudi. Nguvu na uhalali wa laana na mizimu. Nguvu na uhalali wa laana na mizimu kuwatesa watu kwenye dhambi waliookoka. Simaanishi wapagani, namaanisha wale ambao wameamua kwenda na Mungu, tena wamesha saini mkataba. Bwana Yesu utakuwa Bwana wangu, mimi nitakuwa mtumwa wako. Tena Baba Mungu atakuwa baba yangu, mimi nitakuwa mtoto. Ambapo watu wengi wanatumiaga lile andiko
linalosema kwamba tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, yaani mtu akisha saini mkataba kuwa ndani ya Yesu, ya kale yote yamepita, yamekuwa mapya. Lakini mimi nawaulizaga watu swali rahisi tu, ya kale ni nini? Ukitaka kujua maandiko usikulupuke kutengeneza maana. Anza kwanza kuangalia neno moja na lingine, alafu ukishaunganisha sentensi yote ndio upate tafsiri. Swali la kwanza, ya kale ni nini? Kabla wewe kuokoka, ya kale yako ilikuwa gani nini? Ndio swali la kwanza. Ya kale yamekuwa mapya. Ya kale yamekuwa mapya, haiongelei mizimu, haiongelei inaongelea ya kale yalikuwa ni ipi? Jamani, ya kale ya kwako wewe yalikuwa ni yapi? Ambao sasa ndio Biblia inasema ukiwa ndani ya Kristo yanakuwa mapya. Na chini pale anaendelea kusema, kwa hiyo jaribuni kubadilisha, tendeni yaliyo ya haki. Mlikuwa wezi, msiwe wezi. Maana yake ya kale yalikuwa ni wizi, ulevi, uzinzi, uongo. Sasa ukishakuwa ndani ya Kristo yanakuwa mapya. Anachokwambia ni kanuni, kwamba bwana, kanuni ya kuokoka, unatoka kwenye ya kale unaingia kwenye mapya. Ya kale ni wizi, mapya usiibe. Ya kale ni uzinzi, mapya oa, olewa, ishi na mmeo. Ya kale ni ulafi, sasa usiwe mlafi, uwe mtoaji, share vitu na watu, uwe mtu wa upendo. Yale ndio mapya. Sawa? Lakini haimaanishi kwamba utaweza. Anakwambia, unajua ndio maana nakwambia uelewe. Anakwambia tazama, mtu wa Kristo, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Lakini haimaanishi kwamba umeweza. Kuna watu, ndio maana nasema kuna watu watanielewa, lakini tutapita kwenye Biblia. Paulo huyu anayeongea hayo, baadaye anaongea nini mbele? Kwa sababu yeye aliongea na Wakorinto. Lakini nenda kasome kwa Warumi, anawaambia nini? Kwa hiyo kuna watu huwa hawaamini, yani wanaamini wakiokoka anaamini kwamba sasa anatakiwa niishinde dhambi. Na ni kweli kabisa, hutakiwi ushindwe na dhambi, ni kweli kabisa. Ila wanaenda mbali, wanaamini kwamba sasa natakiwa nipigane, nithibitishe kwamba nimeokoka, wakati sio hivyo. Mimi nitakufundisha kwa sababu nimefanya uchunguzi wa ndani na nje, nimekagua kila mahali. Hakuna kitu kibaya kama walokole ambao wamejidanganya. Yaani kuna walokole ambao wamefika mahali wamejidanganya, alafu sasa kibaya, Biblia inasema kweli itakuweka huru. Wanakuwa watumwa kwa kitu ambacho baadaye hata kukithibitisha itakuwa ngumu kwao, kwa sababu ni uongo. Sawa Mambo haya yapo. Na kitu kimoja tu ambacho nikwambie, ukikiona kwa mchungaji wewe unakichunguza. Kipo. Ukimwona mchungaji wewe unakichunguza. Mchungaji ni daktari kama alivyo daktari wa mwili. Mchungaji ni daktari wa roho. Maana yake ukienda hospitali unaumwa, daktari atakusaidia utoke kwenye ugonjwa, upate afya na mema ya afya. Mchungaji na yeye ni daktari wa roho, anayekutibu kutoka kwenye ugonjwa wa dhambi ili upate mema katika hali ya afya ya kiroho. Sawa? Daktari yoyote yule ili atibu, huwa wanafanya kitu kinaitwa analysis. Na vitu vingine wanaviita au kisayansi wanavijua, lakini vinamaanisha uchunguzi. Yaani daktari yote ili akutibu, huwa ukienda kwake anataka uwe muwazi ili ajue tatizo lilipo, halafu atibu tatizo. Lakini ule uwazi wakati mwingine una upuuzi ndani, yani kuna vitu ukianza kuvisema kwa daktari kama hajafundishwa akajua kusudi la yeye kuwa pale, atakukimbiza.
Lakini kwa daktari aliyefundishwa hata kugombana na wewe. Na ndio maana wana vitengo vya saikolojia, watakushauri, watakutia moyo, watakusaidia mpaka unafika mahali unakuwa mkweli, wanakutibu sasa, na baadaye unatoka kwenye ugonjwa. Sasa wewe niwape tu mfano. Mtu anaokoka kanisani hapa, labda miezi 5 iliyopita tuliibiwa vyombo vya muziki, vikaondoka, tafuta hakuna, naomba Mungu okoa watu, alafu kesho kutwa anakuja mtu anakuja mtu. Hili ndio tatizo la wachungaji. Mchungaji, mimi nataka kuokoka, unamuongoza sala ya toba, anaondoka. Kibiblia huwa ni kosa. Kibiblia baada ya kumuongoza mtu sala ya toba, huwa unatakiwa ukae naye, uanze kumuuliza, Bwana, sasa ya kale anatakiwa kwa mapya, ya kale yako ni yapi? Hem, niambie wewe ulikotokaga ni wapi, nikujue, ili nianze kukutibu, kwa sababu umempokea Yesu ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni wewe kupona, utoke kwenye ugonjwa uliokuwa unakutesa. Sawa? Sio wachungaji mmeshaona. Ndio maana nikwambia tunakosea vitu vingi. Sasa yule mtu anaanza kuwa muwazi, Bwana mchungaji, mimi nilikuwa mwizi bwana. Umeiba kuanzia lini? Nimeiba hapa. Sababu za wewe kuiba 1 2 3. Marafiki zako ambao mmeshawahi kuiba nao, mliiba lini na lini na wapi na wapi? Unamuuliza vitu lazima uelewe kwa nini ni mwizi. Wizi wake ulianzia wapi? Sababu ni nini? Ili umpe hekima baada ya yeye kuokoka, ataishije ili asiibe tena. Kwa sababu mimi nawaambiaga neno moja, watu hawanielewaje, ila watakuja kunielewa. Ni rahisi mtu kumwamini Yesu, lakini ni ngumu mtu kuacha dhambi. Ni ngumu mno mtu kuacha dhambi. Yaani mtu kumkubali Yesu ni rahisi, lakini kuacha dhambi ni ngumu. Sasa pale ndio itoka tu tunaweka msisitizo, kwa sababu kama tukifeli hapo tumefanya vitu bure. Nenda mnahubiri watu wanamwamini Yesu, ukialeta kanisani hamwasaidii kutoka walikotoka. Sasa anakujibu anakuambia, mchungaji, unajua miezi 3 niliiba hapa kanisani. Mimi ndo niliiba. Nilikuwa na nani? Nilikuwa peke yangu. Wewe vitu mpeleka wapi? Nishaenda kuuza. Hela nishakula yote. Wachungaji wengi sijui nyewe fikirieni. Isipokuwa nimekutana pia na hii hekima mahali, sikumbuki ni Korea au ni wapi. Nikutana na wachungaji wanasema, mtu akiokoka usitaki kujua sana alikotoka, wewe msaidie tu aendelee mbele. Sasa unamsaidieje bila kujua alikotoka? Bado, lakini tutaelewa. Kwa nini nawaambia hicho kitu? Tutaelewa vizuri tu, tutaelewa. Kibiblia unatakiwa uwe tabibu wa roho ya mtu. Mchungaji, msaidie mtu apone. Sasa labda tuangalie, Paulo alikuwa ameokoka, tunajua ameokoka. Nataka tusome kitabu hiki alafu uniambie haya maneno Paulo aliyoyaongea aliyatoa kwenye kitabu kipi kwenye Biblia? Na kama hakuyatoa kwenye kitabu, aliyatoa wapi? Wakati Ukristo ulikuwa haujazidi miaka 50, aliyatoa wapi? Alafu tujibu pamoja, sawa? Kitabu cha Warumi 7:15 mpaka 25. Nataka tusome pamoja, alafu ujiulize haya maneno Paulo aliyatoa wapi? Kwa sababu tunataka tujue hiki tunachoongea ni cha kibiblia. 7 kuanzia 15 mpaka 25. Huyu ni Paulo anaongea haya maneno, aliyatoa wapi kwenye Biblia? Kwenye Zaburi, kwenye Torati na kwenye vitabu vya kina Isaya na kina Yeremia.
haya maneno yalishawahi kuweko, lakini yameruhusiwa kuweko kwenye Biblia. Na kama hayako kwenye Biblia, swali la pili nimekwambia, aliyatoa wapi? Biblia inasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nipendalo silitendi. Ni Paulo anaongea. Bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda hilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lilo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Wale wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Tuishie hapo. Swali la kwanza nimekwambia, kwa sababu Paulo anachokisema, anakuambia ndani yangu na kwenye akili yangu nimeishika sheria ambayo inasema usiibe, usizini, usitamani. Iko ndani yangu, iko. Lakini nagundua lile nilitakalo na ambalo naliamini silifanyi. Najikuta nimeshaenda njia nyingine. Huyu ni Paulo. Sikiliza, mtanielewa tu. Huyu ni nani? Swali nimeuliza, haya maneno aliyatoa wapi kwenye Biblia akakopi? Hakutoa mahali popote. Unajiuliza ameyatoa wapi? Akapata hekima kuwafundishia watu. Maana yake ni kwamba Paulo alikaa akagundua kanisani hiki kitu kipo. Na ni siri, yawezekana hata yeye alipitia mahali. Akafika mahali akagundua watu waliookoka wanaijua sheria ya Mungu, wanajikuta wakati mwingine wanaenda njia ambayo hawajui hata wanaendaje. Ndani kuna sema hivi, kinachotoka kwenye matendo yao kingine. Na Biblia inasema ni sheria iliyoko ndani ya mwili. Maana yake, unaelewa maana ya sheria? Ni kitu kinachokulazimisha ujikute umefanya jambo fulani, na unajikuta umefanya, lakini ndani unajua kabisa ni kosa, ila umefanya. Kwa mimi ninavyofundisha hili somo, sio kwamba nalitoa mbali sana, lipo kwenye Biblia. Ipo kwenye Biblia kwamba wengi walioko makanisani wanateswa na dhambi na hawajui inakotoka. Wanateswa, na si kwamba wanapenda. Rafiki yangu, ukimkuta mtu anakula dhambi kanisani, usizanie kwamba anapenda. Na mimi siko hapa kusupport dhambi. Mimi niko kutafuta tiba. Mimi natafuta tunatibuje. Kwa sababu hii kitu hata kwenye Biblia kipo, ni tatizo. Tunatibuje? Na wanaoguswa na ugonjwa tunatokeje? Kwa sababu hii pia ninaiomba kwa wale mnaonifuatilia mtandaoni, andikeni kwenye comment section. Nataka niendelee kufanya research, kwa sababu mtu anaweza kazania anaongea uongo. Andikeni pale kwenye comment section. Ukiona wewe labda kuna mtu anakufahamu, ukiandika kwenye comment atakujua, tumia hekima tu. Andika kwamba bwana, kuna rafiki yangu kweli bwana, yupo kanisani, anampenda Mungu sana, anatamani mema, lakini anateswa na dhambi fulani. Andika kabisa na aina ya dhambi. Andika, mchungaji, ni kweli
Kuna watu kanisani anateswa na dhambi fulani. Labda ngoja tuangalie hiki kitu ambacho kiko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8:34 na 36. 34, 34 na 36. Yohana sura ya 8. Ili tuangalie maneno. Kwa sababu kuna kitu hiki watu tunashindwa kukielewa. Kuta mchungaji anaamini kijana ukiokoka upaswi kutenda dhambi, lakini hakwambii kivipi au yaani mchungaji nafanyeje ili nisitende dhambi? Kwa sababu sasa kinachonitokea sijui kinakotoka. Sio Biblia inavyosema? Sijui. Yani ni kweli kabisa umeniambia mchungaji sipaswi nitende dhambi, lakini nafanyeje? Kwa nini? Kwa nini? Yohana sura ya 8:34 na 36, Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Unaelewa mtumwa wa dhambi? Huyu si kwamba anatenda dhambi kwa kutaka. No. Yeye ni mtumwa. Yaani akiamka asubuhi anaambiwa leo pale. Na hakuna namna. Kuna mtumwa ambaye anajiepelekaga. Mtumwa yote anakuwaga amewekewa nira. Yaani ni kama ng'ombe ambaye anafungwa, anaelekezwa hapa kwenda. Leo tunalima hapa. Haya maneno anayasema Yesu mwenyewe. Tuko pamoja? Hii narudia. Hii si kutetea dhambi. Natafuta tiba. Ndani ya makanisa kuna watu wanatamani waache dhambi. Yaani anatamani, lakini pale kanisani kashachukiwa. Pale kanisani kashafukuzwa. Pale kanisani kashaibishwa. Tunafanyeje? Waswahili wanasema kumpiga chura teke ni kumsogeza. Sasa mtenda dhambi ukimpiga teke unamsogeza aende mbinguni au unamsogeza aende jehanamu? Sawa, tusipige chura teke. Mimi natafuta tiba ili tusaidie watu ambao wamekwama. Wachungaji pia wanaonisikiliza, hata kama ni mdogo sana sifai, lakini huu ni ushauri wangu kibiblia. Tusipige chura teke. Yesu Kristo alikufa kusudi kubwa, siku moja afurahi kuona kazi yake na matunda mbinguni. Alikufa kusudi kubwa afanikiwe kuona watu siku moja mbinguni. Hii ni vita. Yaani ukiona mtu kaingia mbinguni, yani, wapendwa, utakuja kuamini maneno yangu. Siku ukikanyaga mbinguni, cha kwanza utalia. I tell you true. Utalia. Kwa sababu kushinda ulimwengu huu sio rahisi. Sio rahisi. Tumejaribu tu kutenga baadhi ya dhambi. Hicho tu ndio shida ya makanisani pia. Uzinzi ndio dhambi, ulevi ndio dhambi. Umbea, unakuta hata wamejipanga hapa. Piga umbea. Ame. Unajua kuna watu wanapiga umbea afu wanakolezea kwa Bwana Yesu asifiwe. Kabisa makanisani. Na sio dhambi. Sasa hivi tunakuelekea kuvaa suruali, sio dhambi. Kwa tumegawa, tumetenga baadhi ya dhambi. Lakini sivyo ilivyo. Sawa? Mstari wa 36. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli. Manake ni kwamba tunamhitaji Yesu, ndio mwenye ufunguo kutusaidia tuwe huru. Kama wewe ni mtumwa wa dhambi lakini unamwamini Yesu. Sasa hapa kuna kitu watu hawaelewi. Kumwamini Yesu hakufuti uhalali wa wewe kuendelea kuwa mtumwa. Hamjaelewa? Na watu hawajaelewa. Nenda mahakamani. Mmesoma vizuri Biblia mkagundua kwamba Yesu ni wakili, Wale wasome wazuri wa Biblia. Yesu ni mpatanishi.
maana yake yeye ni wakili, anasimama kati yako wewe na Mungu na shetani, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni hakimu, shetani ni mshtaki, wewe ni mshtakiwa. Hapa katikati anakaaga Yesu aamue kesi. Sasa kitu walokole wengi hawajuagi, wanazania ukisha muamini wakili kesi imeisha. Yaani ukishashtakiwa kesi ikafika mahakamani, wewe ukaenda kwa wakili, unaenda kulala. Ndio kilichompataga Gwajima wakati ameshtakiwa kwenye eneo ambalo amejenga kanisa mpaka leo, kashindwa kulipa hela kwa wakati, kesi imeenda mahakamani. Katafuta, kampata rafiki yake ni wakili msomi mzuri, alikuwa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wameenda mahakamani, wamefika mahakamani, yeye akatoka zake nje akaenda kunywa maji na akakaa kule, kumbe kashaitwa jina. kashaitwa. Wakili anaangalia jamaa muone. Mwisho wake kesi ikapangwa tarehe nyingine. Wakili anatoka, jamaa ndo anaingia. Anamuuliza, wewe hivi una akili? Akaambia, kwani mimi nilikuwa nahitajika? Anaambia, yes, ilikuwa lazima uwepo. Anaambia, mimi najua kwenye Biblia Yesu anamalizaga yote. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakunywa maji. Anajua utamaliza yote. Sasa hiki kitu walokole wengi pia wanakitumia. Ile kwamba wamemwamini Yesu, wanajuaga Yesu anamaliza. Si kweli. Si kweli. Kama anamaliza yote, ndio maana waongo wengi wamefundisha watu ukisha mwamini Yesu hata kuomba usiombe. Wewe lala tu, ni uongo. Kwenye kesi lazima wewe uwepo, shetani huwa anakuwepo, Yesu anakuwepo. Lazima uwepo. Mwanze kusteti mpaka kesi ishe. Kwa hiyo Biblia inasema mwana kukuweka huru, kwa sababu iko sababu ilifanya uwe mtumwa. Ipo ambayo shetani anaitumia kumfanya mtu awe mtumwa. Huwa zinakuwepo, si bure tu. Sasa ili Yesu akuweke huru ni process. Sasa ndo tuna tatizo hilo, wachungaji wengi ukishaokoka anakuambia tu umemwamini Yesu mambo yote yameisha, wewe kuanzia sasa ni wa mbinguni. Ni kweli kabisa, wala sio uongo. Kwa hiyo relax, kaa. Mnashangaa baada ya miaka 2 mtu anaacha wokovu au la, anateswa na dhambi, na badala ya kumsaidia unamkimbiza. Kwa nini? Tunaamini ukiokoka usitende dhambi. Ni kweli, nisitakiwi kutenda dhambi, lakini rafiki yangu kuna utumwa. Sasa kuna watu hawajaelewa bado. Kuna utumwa, watu hawajaelewa bado. Ngoja tuende haraka, nijaribu kukugusia baadhi ya vitu. Jaribu kugusia baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia. Hem, tuangalie kwanza vitu kama hivi. Kitabu cha Maombolezo 5:7. Tujaribu kuangalia kwa urefu kidogo laana, na tuone laana inafanyaje kazi, ili uelewe kwamba kuna mtu hata atamani kwenda mbinguni, hataenda asiposhughulikia. Haendi. I tell you true, I know it. Rafiki yangu, taanguka tu. Kwa tafsiri ya haraka, laana ni mabaya, kwa sababu laana kinyume chake ni baraka. Baraka ni mema, tukufu, furaha, amani, vyote vinakaa kwenye kundi la baraka. Laana ni nuksi, mikosi, mabalaa, mabaya, sawa, maumivu na mateso ni laana. Kwa ufupi inakuwa hivyo. Na laana ina vyanzo viwili. Kuna kitu watu hawajuagi. Kuna laana ya Mungu na kuna laana ya shetani.
Na sio hivyo tu, kuna laana pia ya wazazi. Tunajua wote. Kwa tafsiri niliyokupa, basi tu ni uelewa, watu wanatumiaga uelewa mdogo. Yaani iko hivi, mtoto akikosea, Biblia inasema, nenda kasome, anajiwekea laana kichwani. Yaani anachofanya ni mbegu ya kumfanya apate mabaya. Sasa sikiliza vizuri. Anachofanya ni mbegu ya kumfanya apate mabaya. Mzazi akija uaga anampa nini mtoto? Zawadi yake. Mtoto amekuta ameiba kitu, baba anamuita, anamwambia, mwanangu njoo nikupe mshahara wako. Viboko. Sawa? Anapigwa kwa sababu laana, kakosea. Anapewa sasa mabaya, mateso. Ndio maana Biblia inasema Yesu alilaaniwa kwa kuwekwa msalabani. Alifanywa nini pale? Aliteswa, aliaibishwa, aliumizwa, alitukanwa. Ile ni laana. Sawa Najaribu kukuza uelewa wenu ndio ili muelewe. Maana usipoelewa hapa, sidhani, sijui itakuwaje. Sawa Kwa kitu cha kwanza, laana ni hiyo. Lakini kitu cha pili, hakuna laana bila mbegu. Hakunaga laana bila mbegu. Maana yake kuna matendo unayotenda, yale matendo ndio yatakuletea laana. Yaani laana ni mshahara. Unahitaji kufanya jambo alafu ndio ulipwe. Ni sawa na baraka. Wale watu wanaosemaga ubarikiwe wakati hujafanya kitu, wanakudanganya. Wanakujaza kichwa chako maji. Hakunaga baraka kama hujafanya jambo. Baraka ni malipo. Kuna kitu unafanya. Ndio maana tuna walokole ambao wanaomba sana, wanazani watashinda pepo la umaskini. Halitoki. Kwa sababu ni kanuni. Kufanikiwa au baraka ni kanuni. Kuna jambo unafanya halafu unalipwa. Unakuwa mkarimu kwa watu, unajiheshimu kwa watu, unasalimia vizuri kwa watu, unatoa, unajitolea pia. Yale unayoyafanya mazuri yanafungua milango ya watu kukufanyia mazuri. That is nature. Yaani iko hivyo kiasili. Siwezi mimi nikakwambia hapa ubarikiwe mama mchungaji. Amen. Pokea. Amen. Afu unaenda uendi na kitu. Umeenda na maneno tu. Amuelewi. Unaenda na maneno tu. Baraka kuna jambo unafanya. Ukishalifanya vizuri, lile jambo ndio linaenda kukuletea jambo jingine. Na laana ni hivyo. Kuna jambo unafanya, halafu lile jambo ndio linaenda kukuletea jambo. Kumbuka sana hivi vitu. Sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kwenye kitabu cha Maombolezo 5:7, baba zetu walitenda dhambi na hawako, au unaweza ukasema hata hawako. Sawa tu. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Sasa hii sentensi ndio inaongeleaga siri ya baraka na laana. Baba walitenda dhambi. Kuna jambo walitenda, liko jambo walitenda kinyume na maelekezo ya Mungu wao. Kwa hiyo walivyotenda, Mungu huwa anamlipa mtu sawa na matendo. Wao wakaondoka. Walivyoondoka, mshahara umeshatolewa. Mshahara umeshatolewa. Hakuna kitu duniani kinapoteaga. Hakipo. Mimi leo nikienda shamba nikalima, nikifa, mke wangu na watoto wataenda kuvuna. Sawa Hii maovu tumeyachukua maovu, manake mabaya ya waliotenda wao. Wao wametenda mabaya, wakalipwa. Mabaya je kuwapata, wakaondoka waliolipwa. Na ndio maana mara nyingi sana
laana inatesaga watoto kuliko walioko. Laana inatesaga sana watoto kuliko walioko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna kosa mtu analifanya leo, yeye hatakuwa chizi. Ila siku akizaa mtoto anakuwa chizi. Siku akizaa mtoto anakuwa kilema. Ndio maana wale watu waliomuuliza Yesu swali hawakuwa wamechanganyikiwa. Walimuona kiwete au kilema, wakamuuliza Yesu, hivi tuambie, huyu mtu hili tatizo lilonalo ni yupi kwao alitenda dhambi ikafanya awe hivi? Sasa ile Yesu akajibu akasema, hii haitokani na dhambi. Hii ni Mungu alifanya ili siku moja aje ajifunue. Bwana Yesu asiwe. Natamani uelewe rafiki yangu. Okay. Ili uamini kwamba hivi vitu ni vibaya, tuangalie kwenye Biblia. Anguko la Daudi, mnalijua Anguko la Daudi, rafiki wa Mungu. Kipenzi cha Mungu. Rafiki yangu, inawezekana Mungu anakupenda lakini si kama Daudi. Sawa Daudi, mtu mwenye moyo mnyofu. Lakini siku moja akalamba garasha. Naelewa wale wacheza karata wao wanajua. Kuna karata ukilamba umeliwa. Sawa sawa. Siku moja kwenye mchezo bwana akapita Daudi, rafiki wa Mungu. Na alipoanguka, wakati anamtafuta Mungu amsaidie, kwa sababu ukifuatilia kwenye Biblia kuna sura za kwenye Zaburi ni kilio cha Daudi baada ya kuwa anapewa mabaya kutoka kwenye kosa la mke wa Uria, Bathsheba. Sawa kiangalia sura kama za 30 na nyingi zile 30 na alikuwa ni maombi yake kwa Mungu. Ukiweka na hii sura ya 51 ilikuwa ni maombi yake kwa Mungu ili Mungu amsaidie. Sasa ukisoma kwenye hii sura, Biblia inasema kwenye mstari wa 5, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Ajaribu kumwambia Mungu, nitakase, nioshe kwa hisopo, nisaidie tu nichomoke huku, lakini Mungu, hiki kitu sio mimi. Ni kweli nimetenda mimi, lakini sio mimi. Hiki kitu kimetokea kule tumboni. Yaani kuna tatizo tangu tumboni ambalo lilikuwa linasubiria pa kutokea. Lipo. Ilivyofika tarehe likapita na mimi. Ndio anachomwambia Mungu. Na alichukuliwa mimba hatiani. Sasa haimaanishi mama yake alizini, haimaanishi baba yake alizini. Ina maana nyingi, lakini mmoja wapo ni pamoja na ile dhambi ya asili ambayo kila mwanadamu anazaliwa nayo. Dhambi ya Adamu, dhambi ya usaliti. Hiyo asili kila mwanadamu anayo. Tuko pamoja Kila mwanadamu anayo. Swala tarehe tu. Na hivi tunatakiwa tupeane hekima ili mtu akijikuta tu kapigwa mweleka hata ajui ilikuwaje. Hivi unajua kwenye masumbwi hawa mjaonaga, sometime kaangalia ile masumbwi wale wanapigana ngumi wale. Sawa Kuna wakati mtu anazania anatungua, kumbe ndo anatunguliwa. Na anashtuka, anapepewa. Hamjaelewa bado. Hivi vitu vinatokea kanisani. Yaani mimi nimefanya uchunguzi. Mimi nifanye uchunguzi kwa vyote. Kuna mtu anasema omba sana ili usitende dhambi. Ni kweli, lakini 50-50. Maana mimi nimechunguza. Tena kuna mahali mtu anaomba akifika ndo anashangaa anaanguka. Ni hicho kitu nimekiona kabisa.
Yaani nimekiona mtu anaingia maombi ya siku 40, alafu anatoka kule akili imemwambia katende dhambi na anaenda kutenda. Hivi vitu vipo, mimi nimeviona, na mimi tabia yangu ni moja, hakuna kitu nakiona nisikifanyia uchunguzi. Sio yule mtu kusema tu huyu ni hivi. Mungu, huyu mtu alikuwa kwenye maombi siku 40, halafu anatoka kule anapitilizia kwenye dhambi. How? Lazima niulize imekuwaje? Yani siri ni nini? Hamjaelewa nyie, hamjaelewa. Hii kitu ni kigumu sana. Niambie, mimi nimeona mengi. Siku moja tumelala kuna rafiki yetu mmoja ameokoka vizuri sana. Kipindi hicho mimi sijaokoka, bado mdogo tu. Dhambi ni kitu cha ajabu eti. Yeye bwana alikuwa muombaji. Akaomba akaomba. Ile kasema ame, akamwita rafiki yake mwingine. Aise, nimekumbuka, hem twende kwenye ile issue. Hiyo issue anayoisema, anaenda kwa mwanamke. Kamaliza kuomba, ame. Aise. Unagundua amwelewi. Wenye akili za kiroho anagundua hivi mtu anaomba alafu inatokaje? Yaani hamuogopi Mungu kweli. Unagundua kuna kitu kiko zaidi ndani yake ambacho kinamtumikisha, kwa sababu ametoka maneno. Ungekuweko ukasikia maneno aliyokuwa anamwambia Mungu, shukrani alizokuwa anampa Mungu. Ndio maana si swala kuhukumu, mimi nakuleta shule uelewe kwa nini Paulo anafika mahali anasema nilitakalo sio. Yesu anasema atendee dhambi ni mtumwa. Uelewe. Kuna mtu msaidie. Nimekuwa nafundisha masomo kwa sura nyingi watu waelewe. Nimeongelea juu ya dhambi kama ugonjwa, wale wanaokumbuka. Bado naendelea kuongea. Kwa nini? Kuna kitu Mungu anatafuta kwenye kanisa sasa hivi akioni. Yaani anachokiona ni shetani anavuna tu watu, anapeleka jehanamu. Kwa sababu ya kukosa ukweli uliowekwa kwenye Biblia. Ukweli uliowekwa kwenye Biblia. Daudi kwenye sura ya 11 ni miongoni mwa sura zilizokuwa anamlilia Mungu. Anasemaje mstari wa 3 ule? Misingi ya mwenye haki ikiharibika. Zaburi ya 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Daudi aliongea haya kuambia watu kwamba kuna mtu ni mwenye haki. Yaani kuna mtu ameitwa na Mungu, amechaguliwa na Mungu. Lakini tatizo lake, kuna mahali kwenye misingi kuna tatizo, ataanguka tu. Sasa wenye akili wanatakiwa wajue hiyo misingi ni nini? Hiyo misingi inajengwaje? Hiyo misingi ili nisije kuanguka. Yesu ndio aliyeongea maneno yale, anasema atakaye kujenga mnara akae chini, apige hesabu kujenga huo mnara itamhitaji pesa ngapi, asije akaishia mahali akachekwa. Sawa Tunaelewana? Sasa nimewaambia maneno fulani magumu sana. Nikwambia matendo watu wanaoyatenda huwa ni mbegu, ambayo ile mbegu baadaye inakuja kusumbua watu fulani baadaye. Kwa mfano, ukitaka kuamini ya maneno twende kwenye Zaburi. Waebrania sura ya 9 ili uamini ninachokuambia. Mstari wa 16 mpaka wa 17. Mistari miwili tu nadhani. Kuna kitu fulani ambacho watu hatukielewi kinaitwa agano la urithi. Agano la urithi. Maana yake ni kwamba mtu fulani anaamua kuingia agano
na Mungu litakalotembea, au mtu fulani anaingia agano na miungu litakalosafiri. Yaani yeye anatendewa mambo kadhaa na Mungu na anafurahi, anampenda Mungu au anapenda ili miungu fulani hivi. Na ndio maana ukienda kule China au Japani, watu wanaheshimu sana baadhi ya vitu vyao. India, nimepewa story na Wakorea fulani, tulikuwa tunapiga story, walienda kule nakwambia walivyoenda kule walikuwa wanatamani wakamate ng'ombe wachinje, kwa sababu kule ng'ombe hafugwi, hapigwi, ng'ombe hakatazwi, ng'ombe wanazulula wanavyotaka, hawakamliwi maziwa wala nini. Kwa nini? Ng'ombe ni Mungu, wanamwamini wao ni Mungu. Kwa hiyo ng'ombe anazulula kila hapa, atalala pale, haibiwi, na hana mmiliki. Kwa hiyo ng'ombe kule wanazulula tu, watu wakiona wanainama, Mungu anapita. Akipita kwenye shamba umfukuzi, anakula ashibe aondoke. Sio story ndo ilivyo kwao kule kwa Hindi. Sasa sikiliza, kitabu cha Ibrania nimesema sura 9:16 mpaka 17. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Sasa hapa ndo kuna siri kwa nini watu wengi tunampenda Mungu lakini matendo yetu yanamkataa Mungu. Tunampenda Mungu, yaani kuna mioyo ya wanadamu ukiifunua, they really love God, wanampenda Mungu kweli, lakini matendo yao yanawakatisha tamaa, na wanafika mahali wanamchukia, si kwa sababu wanamchukia, kwa sababu ya hatia wanaojisikia ndani kwa wale wanaomtendea Mungu. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Nenda 17 ili watu waelewe. 17, kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Mnaelewa hii lugha? Yaani mzee Walter, agano nimewambia ni kama mbegu, mnapatana na Mungu, mnaamua kitu fulani. Lakini kuna kitu kingine cha hekima, kwamba kuna tendo tu unaliamini wewe unalifanya, lile tendo linakuwa ni mbegu. Kama tu lilifanya likamhusisha Mungu au likahusisha miungu, aidha unajua au hujui, huwa linakuwa ni mbegu. Sasa kibiblia halitakuja kuanza kufanya kazi lile agano ukiwa hai. Hapana, linasubiria ufe. Ukishakufa ndio linaanza kufanya kazi. Hapa ndipo tunapoteswa wengi tulioko makanisani. Hapa kuna kitu Baba amefanya, ameweka na majina kabisa, na wameamini kabisa, wakafanya lile agano. Wanapokufa ndio lile agano linaanza kuwafuatilia. Na miongoni mwa kitu watu hawaelewi, agano huwa lina uhalali na haliwezi kupingwa na chochote. Agano huwa lina uhalali, haliwezi kupingwa hata na Mungu. Yaani sikia, ni for your information, mimi nikikutoa kule nje mtaani nikakuleta hapa kanisani, utakaa hapo kwenye kiti na Yesu naye atakwambia karibu kwangu, karibu. Lakini hana uwezo wa kukutendea chochote kinyume na kile ambacho unastahili ukipate. Hana. Atakwambia tu kaa hapa rafiki yangu, lakini maybe iko siku utapata hekima, utasaidika, lakini for now, mpaka leo wewe unatakiwa kuishi hivyo. Amjaelewa? Maana kuna watu wanasema Yesu alikufa yote yameisha.
Alisema yote yamekwisha. Ni kweli yote yamekwisha, lakini kuna prosesi, kuna vitu lazima vifanyike ambao vitaweka sasa yote hayo yameisha. Vitaweka yote. Jamani, niwaambieni, swali tu ni rahisi, mimi nikuulize tu na ujiulize. Mungu si anaweza yote? Kuna jambo linalomshinda? Kwa nini ili wewe uokoke inabidi mtu afe msalabani? Yaani Mungu si anasema tu nimewasamehe dhambi yote? Si anasema tu nimemchagua yule na yule, yeye njoneni mbinguni? Si anasema tu? Kwa nini mtu atandikwe viboko na kuwekwa kwenye msalaba? Unaelewa maumivu ya msalabani? Kwa nini? Na Biblia inasema Mungu aliruhusu yote hayo ili apate wengi. Ni kwamba kila kinachofanyika dunia hii Mungu amekiweka kwa utaratibu, hanaga namna. Lazima kuwe asifiwe. Okay, tumalizie. Kwa Biblia inachosema pale mtu anapokufa sasa, kuanzia ile dakika, kila ambacho yeye aliwahi kukifanya ndio kinaanza kuwa na nguvu. Kwa kitaenda kuathiri watoto. Kitaenda kuathiri watoto. Na watoto ndio wanajikuta kuna vitu vinawaendesha, wajui vinatokea wapi. Lakini kwa sababu kuna utaratibu ulishawekwa. Tuko pamoja eh? Sasa kuna neno moja niliwaambia. Laana ziko laana za aina mbili. Kwa haraka tu nikwambia, kuna laana inayotoka kwa Mungu, kuna laana inayotoka kwa shetani. Yaani ni kwamba kama Mungu alipatana na familia yangu mimi kutoka kwa baba, kwamba watoto wote watakaozaliwa kwenye hiyo familia waje kuwa wachungaji na watumishi wa madhabahuni, akajikuta tu amependa mimi watoto wangu wote wachungaji, sawa? Kapatana na Mungu. Mimi sitajua, lakini yeye alipatana na Mungu. Niacha nishazaliwa, nikaenda shule, nikamaliza chuo, nikaenda kuwa engineer. Mungu anaanza kunipiga. Mungu anaanza kunipiga si kwa sababu mimi nimetenda dhambi. Ni kwa sababu kuna agano mimi natakiwa kuwa mchungaji lakini ni engineer. Kwa hiyo Mungu anaanza kunipiga. Vitu vinaanza kuwa vinaharibika. Sawa? Hiyo ni moja. Kwa hiyo Mungu atanipiga, atanitesa, nitatafuta pepo liko wapi, nitaenda kukanyaga mafuta, lakini tatizo ni Mungu alichowahi kuahidiwa na baba. Tuko pamoja eh? Okay. Aina ya pili ni ile unakuta mtu ambao ndio nyingi na tutesa Afrika na duniani kote. Tulikuwa tunaabudu miungu fulani ya Kichaga. Kwa mfano huku kwetu mpaka kuna mawe yanaitwa bokidi, sijui mnajua wale wenyeji. Mawe na vitu vingine na matambiko. Wale watu hawafanyi maagano bila kupatana na yule Mungu anayemwabudu mambo fulani. Kuna vitu wanapatana kabisa. Hiki kitakuwa hiki, hiki kitakuwa kile. Mkisha patana, wao wanakufa, nyie mnazaliwa. Hii miungu ilikuwa inatarajia kwenu ipate watu wenye tabia fulani. Moja, wachawi, waganga, waabudu masanamu, mtu wakuwa wake watatu wanne, wao hivyo. Wamepatana. Sawa eh? Wewe leo unaingia kwa Yesu, pap. Ila haivunji agano wapendwa. Miungu inaanza kukupiga kama adhabu. Kwa sababu kila ambacho mlipatana kitokee kwenu hakitokei. Kwa miungu ile inaanza kukupiga. Ndio maana kuna watu wanajiuliza kwa nini kuna familia zinateswa sana na pressure, kisukari. Pressure, kisukari. Mimi nimetoa kodi moja. Wengi wanafia hapo. Ni miungu inawapiga. Nawapiga. Amuelewi kwa nini mkienda hospitali mnashauriwa msile nyama? Kwa sababu nyama ilitumika kuunda maagano. Halafu leo hii hamtimizi maagano, mnaendelea kula nyama. Kwa miungu inapita pale na ruhusu magonjwa na yatawaua mkiwa ndani ya Yesu.
mtaomba na kuomba, mtakufa tu, mpaka mjue namna ya kushughulika na yale maagano. Sasa hiyo ni kwa magonjwa. Kuna baadhi ya vitu sasa, kwa mfano kama hiyo nimwambia ya dhambi. Sasa watu walikuwa wamewekwa kwamba aoe wake 2 watatu, ndio walivyo wao, ndio koo zao zilivyo. Ndio pale unashangaa mtu yuko kanisani lakini kuacha uzinzi ni ngumu. Yaani atapambana, ngumu, atoki. Ulevi kwa sababu ya maagano. Kuna mtu atapambana lakini kuacha ulevi ngumu, ngumu. Si tunaelewana? Bwana Yesu atusaidie. Mimi nashauri ili tuelewe mambo yanatoka wapi. Tuelewe yanatoka wapi, kwamba agano la urithi, familia zetu nyingi kinachotuua tulioko makanisani ni maagano ya urithi. Jifunze kuomba Mungu akusaidie kutoka. Sasa haya waga atukemei. Mimi najua. Nacho kwambia najua, nisha kutana nacho kwa macho, sio kwa story. Maagano ya urithi hatukemeagi. Maagano ya urithi unarudi kwa Mungu kwanza, ujenge agano lililo imara na Mungu. Mungu akusamehe na Mungu ukae naye mpaka Yesu Kristo aingilie kati kukusaidia. Kumbuka Yesu Kristo alivyotoa sadaka ya damu yake, ile ndio kwa ajili ya kukusaidia wewe, ili ukapate msaada kwa Mungu. Maana yake ni kwamba unataka kushughulika na agano la urithi, pata muda wa kukaa na Yesu na kumshirikisha. Mungu nisaidie, kwetu kuna tatizo. Yesu nisaidie, kwetu kuna tatizo. Omba. Kuna mhubiri mmoja mzuri sana anakuambia kuna jambo alimwomba Mungu kwa miaka 10, ndio Mungu akashuka akamwambia sasa nimekuja nikusaidie utoke. Miaka 10 nikusaidie utoke. Miaka 10. Na akaelekezwa fanya 1, 2, 3. Si mnamkumbuka Gideoni alivyokuwa anashughulika na madhabahu ya kwao? Mungu alimpa maelekezo cha kufanya. Madhabahu inavunjwa kwa kanuni, sio kwa kufoka. Si unajua kukemea ni kufoka? Wewe kurupuka tu kwa na usingizi wako, anza kufoka. Mimi nimwambia najua madhara yake. Sababu na mimi niliwahi kufoka 2013. Foka sana. Halafu nilivyofoka ndio nikakutana na wenyewe, wazee wenyewe. Nikakutana nao wazee wenyewe. Sawa na madhara walioniachia nayajua. Hata nikikusimulia huwezi ukaelewa kama mimi ninavyoyaelewa, ila nayaelewa. Mhubiri mwingine aliomba kwa muda wa miaka 5. Akiwa anafunga, anaomba, anafunga, anaomba miaka 5. Ndio siku moja Mungu anamtokea anamwambia tatizo lilipo kwao, na akamwelekeza namna ya kulitoa. Sasa hivi vitu tunavyo makanisani, kwamba kuna mtu ana ugonjwa, nawaambia ukweli, hata mumuombeje utamuua tu. Msiporudi kule kwenye agano la urithi, nawaambia kuzikwa, huyo mtu atazikwa tu na ugonjwa. Na kuna mtu yuko kanisani anateswa na dhambi, kwa sababu kuna mwingine sasa yeye sio ugonjwa, dhambi ndio inamtesa, ili kumharibia jina lake, kuharibu heshima yake. Hivi unajua mtu akiwa mwema anakuwa na heshima Kwa kuna wakati mtu ili aharibiwe heshima alionayo, shetani anakupiga kwa dhambi. Unaluka inapiga. Unaluka inapiga. Ili tuifike mahali uchafuke. Ukisha chafuka hatima yako inafia pale. Ndio maana kuna mtu unashangaa anaenda vizuri sana kiroho, vizuri sana, alafu anakwama ghafla anakwama. Sasa yalikuwa ni mambo ambayo ilitakiwa huyu mtu aitwe, awekwe kwenye kiti. Rafiki yangu, miaka 7 na zaidi umekuwa mtu mzuri sana, unaomba, unahubiri, unaenda huku, lakini sasa hivi
umeangukia kwenye dhambi hii, shida ni nini? Hem, tueleze historia yenu ya ukoo ikoje, pia kule kwenu mkoje, pia babu yako alikuwaje, pia unajua. Kama hujui nenda kaulize, tujue kwa nini umekwama hapa. Sio, mnaelewa mambo nawaambia? Kwa sababu huyo mtu hata mumfokee hanyoki. Yaani sikiliza, ndio maana kuna watoto tunao, kuna tabia zitawatesa, hata umpige umkate na miguu hata iacha. Ni Mungu tu. Samuel leo yupo, waga ananisimulia, ananiambia baba, yani baba yake ni mchungaji lakini alikuwa askari. Sawa anakuambia alivyokuwa dogo yeye alikuwa mtukutu. Tena anakuambia alikuwa mtukutu mpaka hata aelewi. Sio kuiba, sio kufanyeje, kwenda kuzurula, kuharibu vitu vya watu, kila kitu kibaya alikuwa ni tabia yake. Na baba alikuwa anapiga. Yaani anakuambia alikuwa anashikwa na baba. Mnaelewa ule mkanda ule wa kwenye mashine za kusagia? Si mnauelewa ulivyo? Ule ndo alikuwa anaushika, anawapigia na ameuweka mahali. Wakimkera anakamata ule, piga. Anakuambia analia mpaka inafika mahali anasema sitarudia. Lakini akitoka pale anakuambia kuna akili inamwambia nenda fanya. Anaenda anafanya. Nenda anafanya. Iki anafanya. Akirudi anapigwa. Akitoka pale mpaka inafika mahali anakuambia alikuwa anakaa analia mwenyewe. Hivi mimi kwa nini nakuwa hivi? Lakini akitoka pale, mnaelewa? Hii vitu ni vya kiroho. Ni vya kiroho, na ndio maana kwenda mbinguni ni kushinda vita ya kiroho. Na kwenda jehanamu ni kushindwa vita ya kiroho. Ukiwa bado huko duniani unatakiwa kufaiti. Na unatakiwa kumsaidia mwenzako kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo yako hivyo. Haya, ukitaka kuamini mizimu ni mibaya, tumalizie na hii story ya Waamuzi. Waamuzi sura ya 2 1-3. Alafu twende Waamuzi sura ya 8 kuanzia mstari wa 22. Uelewe jinsi ambavyo vitu viko halisi na vinatesa watu. Biblia inasema, angalia maneno. Kisha malaika wa Bwana alikuwa juu kutoka Gilgali kwenda Bokimu. Akasema, mimi nimewaleta ninyi mkwe juu kutoka nchi ya Misri. Huyu ni malaika wa Bwana, ana neno la Bwana kwa wana wa Israeli. Nami nimewaleta hata nchi niliyowapia baba zenu. Nami nilisema mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi. Agano la kuwapa mema. Sawa mstari wa 2. Mstari wa 2. Samueli. Nanyi msifanye agano lolote na hao wenyeji wa nchi hii. Msifanye agano na miungu. Sawa pamoja na wenyeji. Zibomosheni nchini, yani chini kwa lugha rahisi. Unajua kuna lugha hapo ni ngumu. Madhabahu zao, lakini hamkusikia sauti yangu. Sawa hamkusikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Maana ni kwamba watu walienda pale, wakafika Israeli, wakakuta wale watu wana miungu, wakashawishiwa, wakaingia maagano na ile miungu. Hawakuiondoa ile miungu, lakini wana Mungu. Na ili kuibomoa itakiwa wapige kazi kweli kweli. Sio kitu rahisi. Kwa ndio maana ukiokoka usidhanie kwamba miungu inaondokaga. Sio kitu rahisi. Sura mstari wa 3. Basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi. Mimi sitawafukuza watoke mbele yenu, lakini
watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Sasa hapa kuna vitu viwili. Wanadamu watakuwa ni adui zao, miungu itakuwa tanzi. Tanzi kazi yake ni kukufanya uanguke, na hiki ndio kinachotokea makanisani. Miungu yenyewe kazi yake waga ni kukufanya umkosee Mungu. Inakusubiri unaenda, umefika mahali pazuri kihuduma, chini. Unaenda ile unanogewa na wokovu, unaimba, unashiriki vitu vya kanisani, chini. Ndio waga kazi ya hivi vitu, watu wa Mungu. I wish tungeelewa. Huwa ni roho, na inavyokuangusha unaanguka. That's why nimewambia, unashangaa mtu amefunga siku 40 alafu anatoka kwenye maombi anaenda kutenda dhambi. Mnashindwa kuelewa kule alikuwa na Mungu au alikuwa na shetani. Kule alikokuwa alikuwa na Mungu au alikuwa na shetani? Lakini jibu alikuwa na Mungu. Sasa kama alikuwa na Mungu, anashukaje kule anaenda kutenda dhambi? Ndio unagundua kwamba hivi vitu vinakutumikisha hata kama una Mungu kwa sababu ya uhalali. Mungu atakuacha ukawe mtumwa, si kwa sababu Mungu hayupo. Na ndio maana watu wengi, nimefuatilia kabisa, mimi kitu nimefuatilia, I tell you true what I know. Practically nimefuatilia kwa watu wengi, vingine nimeviona kwenye maisha yangu, kwenye historia nilikotoka. Wakati napigana na hii mizimu, nimeviona. Yaani unatenda dhambi au unakosea kwenye vitu fulani, si kwamba Mungu hayupo, unaye kabisa. Na ukitaka kuamini maneno yangu, watafute wahubiri waaminifu wakikuamini, lakini wakuambie ukweli. Waulize, hivi mchungaji, askofu au mwinjilisti, kinachofanyaga uponye watu waga ni utakatifu? Atakwambia hapana. Ndio jibu la kwanza, atakwambia hapana. Mungu anaponyaga mimi mwenyewe nikijiangalia. Hata Renard Bonke alishowahi kuisema hiyo. Anakwambia kuna kipindi anavuruga mafaidi, anajikuta yupo tu, hata akiangalia anaona Mungu hayupo. Anahisi kabisa yani Mungu leo. Lakini anakuambia cha ajabu, akishanyosha tu mkono hivi mtu anapona. Anabaki anajiuliza, inakuaje mgonjwa anapona? Wakati is like God is not here. Mungu hayupo. Si kwamba Mungu hayupo. Na ndio maana nimekuambia kuna watu wanatenda dhambi, anabaki kusema Mungu kashaniacha. Si kwamba kakuacha, unaye kabisa. Na ukitaka kuamini, kama una karama fulani inafanya kazi ndani yako, kaijaribu. Yaani unakosea, unagombana na mtu, unamzibu ngumi. Sawa? So unajua kuna watu wana pepo la hasira, ndio ambao linamtesa yeye. Hana lingine. Yeye ni hasira ndio inaomfuatilia. Atajikuta tu ifika mahali kapiga mtu. Ukimaliza kupiga, mimi nakupa zoezi. Ukimaliza kupiga, kama una karama ya kuponya, kimbia tafuta mgonjwa. Hata usiombe msamaha, bandika mkono uone kama mgonjwa aponi. Anapona. Unajiuliza swali. Ndio maana nimesema kuna vitu mimi najaribu kuambia watu. Kuna vitu Mungu hakuachi haraka kwa sababu anajua kinachokutesa. Ndio maana ukikuta, narudia maneno yangu, ukikuta mtu amekosea kanisani, usimkatishe tamaa, mtie moyo, msaidie aendelee kurekebisha, kufuatilia na kuchunguza ili atatue tatizo, awe huru. Sawa? Ukitokea na wewe, kwa sababu hapa naongea, mimi napigwa simu na watu. Kuna watu wananipigia simu, vijana wangu, analia. Anakuambia mchungaji, hii dhambi mimi imenishinda. Lakini ukimwangalia kwenye kundi aliloko kule, anaheshima kwamba ni mtakatifu, lakini kwa siri kuna kitu kinamtesa. Sasa wengi wanaishia kwenye kile kitu cha dhamira. Sawa, dhamiri. Wanakata tamaa, wanajenga ndani hatia, wanaamua kumwacha Mungu.
Sikiliza, tuko kwenye vita. Kwa sababu mwingine mizimu itamtesa kwa magonjwa, mwingine mizimu itamtesa kwa dhambi. Usikate tamaa. Usimwache Yesu, ng'ang'ana na msalaba. Ng'ang'ana na msalaba mpaka siku moja utoke. Okay, tumesoma ya hii. Sasa tukamuone Gideoni. Uamini kwamba miungu ni kitu kibaya. Gideoni na story yake. Gideoni aligombana na mizimu, akabomoa madhabahu. Hii vitu vinawaka vibaya kuliko watu wanaofikiria. Waamuzi sura 8 mstari wa 22. Tuanzie na hapo ili uone hivi vitu vinavyokuwa vibaya. Gideoni alibomoa madhabahu, Mungu akampa na upako. Akaingia vitani, akawasaidia wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Midiani. Kwa miaka mingi akawa mwamuzi wao, akiwa na upako wa Mungu, lakini akamaliza kwa kutenda dhambi. Siku moja tu akajikuta tena wazo lililosababisha atende dhambi ni wazo zuri. Wazo zuri sana ambalo wana Israeli mletea. Ndio wazo ambalo shetani alikuwa amekaa nyuma yake. Mizimu imekaa nyuma yake ili amtende Mungu. Tusome Biblia. Ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideoni, tawala wewe juu. Emrudi mstari wa 21 kwanza. Kuna kitu hapo tunaweza tukakiona. Halafu tuende na hiyo. Ndipo hapo Zeba na Salmuna wakasema, simama wewe ukatuangukie sisi, kwa maana kama mtu alivyo ndivyo zilivyo nguvu zake. Basi Gideoni akasimama, akawaua Zeba na Salmuna, akazitoa koja zilizokuwa katika shingo za ngamia zao. 22. Ina maana ameshinda vita hapo. Ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideoni, tawala wewe juu yetu, wewe na wanao na mjukuu wako pia, kwa kuwa wewe umetuokoa na mikono ya Midiani. 23. Gideoni akawaambia, mimi sitatawala juu yenu, wala mwanangu hata tawala juu yenu, yeye Bwana atatawala juu yenu. Hiyo ni story Yaani Gideoni kawapigania, amekuwa mtu mzuri kwao. Wamefika mahali wamesema, tunampata wapi mtu kama Gideoni? Kapigana, hatari nyingi kapitia. Mara nyingi alikuwa amekosokoswa kufa, lakini hakukata tamaa. Ametusaidia, ameturudishia amani. Hasa tunalima vizuri, watoto wetu wanakuwa vizuri, tunakula chakula vizuri, tunaoa, vijana wetu wanaoa, wanaolewa mabinti, mambo yamekuwa mazuri. Nani kama Gideoni? Katusaidia, Mungu alikuwa nyuma yake. Sasa tunakuomba Gideoni, tafadhali. Haikuwa wazo baya. Tunakuomba Gideoni, tafadhali, uwe kiongozi kwetu, uendelee kutuongoza na watoto wako watuongoze. Halikuwa wazo baya. Gideoni akasema naye wazo, jibu lake zuri kabisa. Akasema, Bwana yeye ndiye atakayetawala juu yenu. Shuka 24. Kisha Gideoni akamwambia, mimi nina haja yangu. Sasa mizimu hai sasa katoa kujibu, Bwana atatawala. Mizimu ikaleta wazo. Mimi nina haja yangu nitakayo kwenu, ni ya kila mtu kunipa hizo pete za masikio ya mateka yake, kwa maana walikuwa na pete za masikio za dhahabu, kwa sababu walikuwa ni Waishmaeli. 25. Wakajibu, tutakupa kwa mioyo. Nani kama wewe Gideoni, mtu mzuri, tutakupa kwa mioyo. Basi wakatandika nguo chini, wakatia humo kila mtu pete za masikio ya mateka yake. 26. Na uzani wa hizo pete za dhahabu alizozitaka ulipata shekeli za dhahabu 1,700, mbali na makoja na vidani na mavazi ya rangi ya zambarau.
walikuwa wameyavaa hawa wafalme wa Midian, tena mbali na mikufu iliyokuwa katika shingo za ngamia zao. Twende 27. Basi Gideoni akafanya naivera kwa vitu vile. Naivera ni mavazi yale ya makuhani. Kwa hiyo akatengeneza sanamu ya vazi. Sawa sawa, akaiweka katika mji wake, mji huo wa Ofra. Nao Israeli wote wakaenda na kuiandama kwa ukahaba huko. Nayo ilikuwa ni tanzi kwa Gideoni na kwa nyumba yake. Sasa mnisikilize, tunamalizia. Bwana Yesu atusaidie. Gideoni kashinda vita, kashapata mafanikio. Hapa ndipo wachungaji na wengi wanapoangukiaga. Chungaji na wengi ndo tunapoangukiaga hapa. Kushapata mafanikio, mizimu ile wakati uko moto sana, unapigana unajinani, kuna wakati inasema huyu tukimwendea vibaya atatushinda, hem tumwache afanikiwe, atusahau. Unajua anachowafundisha mimi na wakumbusha. Sasa inachofanya atusahau kwanza. Inakuacha unafanikiwa na haitokei mahali popote kukuzuia. Lakini najua kabisa huyu kumpata ni rahisi, ila sasa hivi yuko moto. Tukimwendea vibaya na tumaliza. Yuko moto, bado ana nguvu, tumwache aende kwanza. Kuna mahali akishafika ata relax, tutakutana naye hapo. Kwa sababu tuna uhalali wa kumfanya chochote, si wa kwetu, na hajafanikiwa kuharibu mikataba yetu na yeye, hajafanikiwa bado. Kwa hiyo inatuliaga mizimu, mara nyingi inatuliaga. Inakusubiria ufike kwa Gideoni, ufanikiwe nini, alafu ndo utumie vile vitu vya Mungu vibaya. Gideoni akapata wazo, akatengeneza sanamu, watu wakaanza kuiabudu badala ya kumwabudu Mungu. Na Biblia inasema ikawa tanzi, maana yake ni kwamba mabaya yalianza kuipata familia ya Gideoni na watoto. Kwa watoto wa Gideoni, hata kama ni leo walikuwa wakitamani kuokoka, hawawezi. Hata wakiwa kanisani kuna vitu wakitamani kufanya haviendi. Wanajikuta wanajikwaa, wanaharibu, wanavuruga, hawaelewi chochote. Lakini aliyefanya kosa, Bwana Yesu atusaidie. Kusudi la somo hili, watu wa Mungu, mimi siongelee magonjwa leo. Mimi nachodili nacho sana ni dhambi. Kama unateswa na kitu, usiache wokovu. Songa mbele. Endelea kukagua wapi ulikojikwaa. Biblia imeshauri hivyo kwenye kitabu cha Ufunuo. Angalia ni wapi ulikoanguka, katengeneze. Biblia imeshauri hicho. Tuna wachungaji wamekata tamaa. Na ndio maana niwaambie wachungaji wa sasa hivi wengi hawahubiri injili iliyonyoka, kwa sababu wameshakata tamaa. Shakata tamaa. Na niliwaambia lugha, nafikiri hata Jumapili iliyopita kama sikosei. Nikamwambia kabisa kuna wachungaji hawamwamini Yesu tena. Wako, lakini wachungaji. Na wanasimama hapo wanahubiri, ufanikiwe, lazima una hela, toa tu utabarikiwa, toa. Wamebakia na vile vitu ambavyo vitawasaidia tu wao. Kwa sababu wamegundua umetembea na Mungu, wanatakiwa kuwa watakatifu, lakini wanaanguka, wanakosea. Wao wanajua wenyewe, jamani, tuna maisha ya nje na tuna maisha ya sirini. Kuna vitu mke wangu wanavyo moyoni mwake, mimi sivijui, anajua yeye peke yake. Huo ni ukweli na ubadiliki. Kuna vitu mzee wote anavyo, mimi sijui, hata mke wake hajui. Anajua mwenyewe. Mwanadamu tuko hivyo. Kuna vitu mimi ninavyo, anajua Mungu tu. Iko hivyo, haipingiki. Sisi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watumishi wamekaa kwenye wokovu, wamefika mahali wanauliza, hivi kuna Mungu kweli? Na rafiki yangu, mke wangu anamjua, anaitwa Eriki. Anafanya kazi makao makuu ya dhehebu fulani, nisilitaje kwa heshima. Hapo Arusha. Mnaelewa makao makuu, mtaelewa. Arusha. Kwa hapo kuna wazee wale wakubwa wale wenye vyeo. Navaa mavazi ya heshima yale ya utukufu na zile fimbo za kuonyesha vyeo.
Mnaelewa? Yeye ni amesomea mambo ya habari, kwa hiyo yupo kwenye mambo ya taarifa, anaweza kaka karibu na wale wazee kwa sababu ya vitu na kazi alionayo. Aliniambia kitu nikaogopa, akaniambia nimekaa na wale wazee nikawa nasikiza siri wanazoongea. Wanaweza kwa mimi nimekaa mahali nafanya kazi zangu, wao wamekaa. Anakuambia wengi wa viongozi wakubwa hawaamini kama kuna Mungu, ila wakitokezea hivi hadharani, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Yeye anakuambia anawasikiliza kwa masikio yake, wanachongea, wanavyobishana, hawaamini kama Mungu yupo, na wanatoa fakti kwambia kabisa kama Mungu yupo nisingeonaga kitu fulani. Mimi nilijaribu, nilifanya hivi, lakini nilijaribu nikafanya. Ndivyo walivyo hata wachungaji huku, ni siri zao tu. Wako ambao wanaamini Mungu yupo na wamestiki hapo na wanashikilia imani. Ndio maana sasa hivi hata watu wakivaa masuruali, they don't care, vaa tu wewe, kuja hapa toa sadaka. Naambia ukweli, wewe suka, weka nini, weka lipstiki, piga wanja, njoo hapa toa sadaka, mbinguni utaenda. Kwa nini? Muone kwanza anajisema hivi, mbingu iko kweli, kwa haipo. Sawa? Si mnaelewa? That's why pastors are not serious. Chochote kile wanakuruhusu ufanye, mkikata viuno kanisani, poa, furahini. Tena wanaita vijana, wanaambia mfanyeni vibe, vijana waje kanisani bwana. Napiga vibe, vijana wanakuja kanisani. What I tell you is true. Ukitaka kufanya uchunguzi, taniletea majibu. Na wale ambao mnaandika kwenye comment, andikeni kwenye comment, tutapata majibu. I tell you true. Tuko mahali ambapo watu wamejikuta wanamwamini Yesu kwamba lazima uwe mtakatifu, lakini wanafeli. Hawaelewi hivi vitu ninavyokufundisha leo, kwamba Mungu anatamani watoke, lakini kuna uhalali, walitakiwa waendelee kushughulika, wasikate tamaa. Kushughulika, wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chungaji wangu anachofanya sasa hivi, wanafanya vitu vyao. Yaani ni sawa sana ule msemo wa nani? Kukumbengu wa Zubenge. Nani huyo? Huyu wa Kongo. Alikuwa nani? Seseko nani huyo? Wale mnaofahamu historia. Huyu dikteta wa hapa jirani, Mobutu Seseko. Yule alikuwa anakuambia iba lakini usikamatwe. Iba kwa sababu kabla hujakamatwa wewe sio mwizi. Ndio alikuwa anawaambia watu. Anasimama anawaambia watu. Kwa hiyo mawaziri walikuwa wanaiba kivyao vyao. Iba yeye mwenyewe alikuwa anaiba. Kongo unajua ina mali kwa alikuwa anaiba kweli kweli. Ila usikamatwe. Kwa ndio kinachotokea sasa hivi. Yaani kuna wachungaji wanapiga dhambi ila asikamatwe tu na askofu. Asijulikane. Askofu naye anapiga asikamatwe na katibu. Maana si unajua hata kama ni askofu lakini katibu akijua anaweza akakuharibia ajira. Ila watu wa Mungu niwaambie, Mungu yupo. Wewe tenda dhambi, anguka, fanyeje, Mungu yupo. Yupo. Na ukiona wewe sio mtakatifu, zania kwamba watu sio watakatifu. Wapo. Mimi nakwambia kuna mtu ni mtakatifu kweli kweli dunia hii. Kwa nini? Anajua namna kukaa na Mungu, kwamba ni neema, na ananyenyekea na anajiombea na anaendelea kuomba mchana usiku, Mungu nipe utakatifu. Nani mtakatifu? Nilinde na laana yote ambayo ingeninasa, ni rehemu, Mungu anaendelea kumshika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huu ni ushauri wangu leo, na masomo haya narudia tena ni magumu kiasi ambacho kuna mtu anaweza akaniangalia lakalaka kazania natetea dhambi. Sitetei dhambi, lakini sitaki shetani atumie dhambi kutumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unadhania kwamba ukiogopa jehanamu utafanikiwa kuikimbia kwa kuiogopa, kapige mazoezi. Soma vitabu vinavyohusu jehanamu ili ujenge uoga. Alafu uone kama itakusaidia kuacha dhambi. Utaogopa lakini dhambi unatenda. Kinachofanya mtu asitende dhambi sio kuogopa jehanamu, ni ule upendo wa Mungu tuna neema inompa utakatifu. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tumshukuru Mungu, muda umekimbia sana.
Tumetumia muda mrefu kujifundisha, kwa sababu hili ndio jambo la muhimu. Wewe ukicheza hapa afu kesho tukakutana jehanamu inakuwa haijatusaidie. Niombe tuimbe tenzi tumshukuru Mungu. Imba tenzi wakati tunamshukuru Mungu. Cha kutumaini sina, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana.